Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Amos Gabriel Gondo ni wakili wa kujitegemea kutoka Mwanza. Leo tumekuja tena tarehe 27 kwa ajili ya kusikiliza maombi yalikuwa yamepangwa. Ni maombi namba 6104. Tutajua namna ya maombi namba 6104 ya mwaka 2025 mbele ya Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya. Kabla ya kusikiliza maombi, tulitanguliza mapingamizi ya awali yaliyokuwa na vipengele 6. Kwa neema ya Mungu, mahakama imesikiliza mapingamizi yote 6, na pamoja na hayo ilikuwa ni kuhoji mamlaka ya mahakama hii kusikiliza haya maombi, lakini pia tumehoji uhalali wa maombi yenyewe kuendelea kuwepo hapa mahakamani, na mahakama imeamua kwamba maombi haya hayana uhalali wa kuwepo hapa mahakamani na imeyatupilia mbali kwa gharama. Kwa hiyo ni hayo tu yaliyotokea mahakamani hapa mpaka muda huu. Nafikiri ni saa 2 usiku ndipo mahakama imeweza kutoa uamuzi wake wa mwisho hapa. Kama nilivyosema, mapingamizi yalikuwa na hoji kwa mamlaka ya mahakama hii kusikiliza hayo maombi, lakini pia pamoja na mambo mengine, mapingamizi yalikuwa na hoji uhalali wa maombi yenyewe kuendelea kuwepo hapa mahakamani. Na mapingamizi hayo yameletwa na wateja wangu ambao mimi nilikuwa nawawakilisha, askofu wa diocese ya Southern Highlands Mbeya, kanisa Anglikana, pamoja na bodi ya wadhamini ya kanisa Anglikana Tanzania. Jina naitwa Morris Selemani Mwamwenda, ni wakili niliyekuwa namwakilisha mleta maombi mbele ya mahakama kuu ya Tanzania Kanda ya Mbeya, na leo ilikuwa ni usikilizwaji wa maombi yenyewe, na tulitangulizwa na mapingamizi ambayo yalikuwa 6, na katika hayo mapingamizi 6 iliyokubalika ni moja la tatu nafikiri. Kwa hiyo ndio hivyo kwamba mahakama imeona kwamba maombi yetu hayakuwa na mashiko, kwa maana ya kukinzana na amri ya 37 ya sheria ya mwenendo wa madai. Sasa mahakama, sheria ni tafasiri, na katika mwenendo huo sisi tulikuwa tunapinga hayo mapingamizi kwamba hayana mashiko, lakini mahakama imeona moja ndio lina mashiko, kwamba yangekuja na shauri mama. Lakini sisi tulijaribu kusema kwamba maombi yetu sisi hayakuwa na sababu ya kuja na shauri mama, kwa kuwa nia yetu ilikuwa ni kusimamisha mchakato wa uchaguzi kutokana na kasoro zilizokuwepo. Na katika kifungu hicho tulichosema hakikuwa kinaeleza jambo lolote juu ya uchaguzi. Sawa. Kwa hiyo tukasema kwamba kwa vile hamna hili jambo katika hiki kifungu, tuende kutumia vifungu vingine. Lakini kama ilivyo mahakama kawaida, kesi ni nani unamkuta mezani. Tumekubali na tutaangalia hatua zingine baadaye zitakazofuata.
Na kesho unaweza kutuambia shauri hili namba 6104 ulilileta hapa kwa madhumuni gani na ombi lako lilikuwa ni nini kwa mahakama? Ombi langu ni kusitisha zoezi mchakato wa uchaguzi kwa sababu mwenyekiti ambaye ndio askofu wa dayosisi hii alishindwa kwenye hatua ya kupitia majina kuweka jimboni. Aliamua kuwatoa wajumbe muhimu ambaye mwenyekiti wa nyumba ya walei na nyumba ya wahudumu kwa ili aweze kupindisha sheria ya uchaguzi, ili alijua wale kwa nafasi zao wanaweza katoa hoja za msingi naye akashindwa kutetea hoja yake, akaamua kutumia nafasi hiyo kuwatoa ambao ni mimi na ndugu Goodluck Mlelwa, mwenyekiti nyumba ya wahudumu. Kitu ambacho mwenyekiti nyumba ya walei anabeba walei maana yake ni Wakristo wote wa diocese na ndiye msemaji wao. Kwa hiyo ukimtoa huyo maana yake unatoa nguvu ya Wakristo kwenye diocese husika, na ukimtoa mwenyekiti nyumba ya wahudumu maana yake unamtoa msemaji wa wahudumu maana yake ni mapadre na mashemasi kwenye nafasi ile. Na hapakuwa na sababu ya msingi ya kuwatoa kwa sababu ni wajumbe halali kwenye vikao vya halmashauri ya kudumu wa diocese kwa mujibu wa kanisa Anglikana Tanzania na katiba ya kanisa Anglikana Tanzania, yani kati ya mwaka 1970 maboresho ya mwaka 2004. Uamuzi wa mahakama umepokeaje binafsi? Kwenye mahakama pale kama nilivyoeleza, sikuja kumshtaki mtu, na mpaka nilifikia pale nilishafanya mawasiliano ya kimaandishi kwa askofu mkuu na bodi yake yote, hakuweza kunijibu. Na hilo ndilo lilikuwa chombo cha mahakama, ni chombo ambacho kinaunganisha pande zote mbili. Ukishindwa huko ndipo tunakuja ili nipate majibu. Maamuzi ni maamuzi yanapotolewa kwa sababu mimi nilikuja hapa kuwakilisha walei wenzangu ambao wamenituma. Mimi nimekuja kwa sauti ya walei. Kwa hiyo vile nilipokea kwa afya ya kanisa, siwezi kusema kitu kingine kwa sababu hiki ni chombo cha imani kanisani.